أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. Ndugu wa Tanzania na wote mnaotufuatilia, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama alivyotangulia katika utangulizi wake mwenyekiti wetu Sheikh Abdullah Saleh Ndauga juu ya tukio hili ambalo limetukusanya wakati huu, hizi hapa zifuatazo ndizo nasaha kutoka kwa Hayatul Ulama, umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, na hapa nazisoma. Bismillahi, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'd. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kukutana kwa amani, afya na upendo katika siku hii tukufu. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake nyingi, neema ya uhai, neema ya afya njema, na vile vile neema ya kuishi katika nchi yenye amani, Tanzania yetu pendwa. Tunachukua pia fursa hii kuwasilisha nasaha njema kutoka kwa mashekhi wetu, viongozi wetu, washauri wetu kuhusu umuhimu wa siku iliyo mbele yetu, Jumatano Oktoba 29, siku ya uchaguzi mkuu kitaifa. Ni siku ya kihistoria, siku ya uwajibikaji, na ni siku ya maamuzi kwa mustakbal wa nchi yetu. Nasaha zetu muhimu ni katika vipengele vifuatavyo. Moja, tushiriki kwa wingi katika kupiga kura. Tujitokeze wote kwa amani na utulivu, tukitimiza haki yetu ya kikatiba na wajibu wetu wa kiraia. Kila kura yetu ni sauti, na kila sauti ni thamani. Tusiache nafasi hii adhimu ya kuchagua viongozi wanaotufaa, wanaolitakia mema taifa letu. Mbili, tuchague kwa busara. Tuwachague viongozi kwa misingi ya uadilifu, uzalendo, hofu ya Mwenyezi Mungu, na kwa mujibu wa ahadi walizozitoa hadharani. Tusikubali kuvutwa na propaganda za udini, ukabila, ukanda, uchama au sera za kuvunja amani na zinazogawa wa Tanzania. Tutambue kwamba umoja wetu ndio ngao ya taifa letu. Tatu, tukatae kulaghaiwa na uchochezi wa aina yoyote ile. Watanzania wenzetu, tusikubali kulaghaiwa, kudanganywa au kuhadaiwa kuingia katika vurugu za aina yoyote ile. Amani ni tunu adhimu ambayo tumeirithi, na ni wajibu wetu kuilinda kwa gharama yoyote ile. Tukumbuke kuwa vurugu hazijengi taifa, bali zinabomoa misingi ya upendo, udugu, heshima tuliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tunapaswa kujiepusha kabisa na aina zote za vurugu na uchochezi, iwe ni kwa maneno, matendo au maandishi, kama ifuatavyo. Vurugu za maneno. Tujiepushe na tukemee maneno ya chuki, kejeli, matusi au maneno ya kuuzi na kuamsha hasira miongoni mwa wananchi. Vurugu za kimatendo. Tujiepushe, tusishiriki katika vitendo vya kupigana, kujeruhiana, kuharibu mali za watu wengine. Vitendo hivi ni haramu na havina baraka mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vurugu za maandishi. Tusishiriki na tukemee kuchora, kuandika au kusambaza maneno ya kashfa, matusi au chochezi katika mitandao ya kijamii,
katika kuta, mabango, makundi ya mitandaoni au kwa kutumia vyombo vya habari. Mambo haya yote ni haramu, ni dhambi kubwa na ni ishara ya kusaidia katika maasi na uharibifu. Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza wazi wazi kwa kusema wala taawanu ala al-ithmi wal udwan, wala msisaidiane katika dhambi na uadui. Sura Maida aya ya 2. Hivyo yeyote anayeshiriki au kuunga mkono kwa namna yote ile uharibifu, uchochezi au vunjifu amani, iwe kwa kauli, kalamu au kitendo, amejihusisha na kosa kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na amehatarisha neema ya amani kwa taifa zima la Tanzania. Tukumbuke kwamba Tanzania ni nyumba yetu sote. Kila neno tunalolisema, kila picha tunayochapisha au kila tendo tunalolifanya linapaswa kuwa na nia kulinda amani na mshikamano wa kitaifa. Amani ikipotea hakuna anayenufaika, lakini ikidumu kila mmoja wetu anabarikiwa. Tuihifadhi amani yetu kama tunavyolinda imani zetu, kwa kuwa amani ni zawadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kwa mataifa yenye shukurani. 4. Tume ya uchaguzi kama msimamizi mkuu wa mchakato wa uchaguzi. Tunainasihi tume ya uchaguzi ambayo ndio msimamizi mkuu wa mchakato mzima wa uchaguzi iwe chombo cha uadilifu, ukweli na haki. Ina wajibu wa kuepuka viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani kwa kutenda kwa uwazi, kwa usawa na kwa haki kwa wagombea wote. Tunaisihi pia tume itangaze matokeo ya uchaguzi kwa wakati na kwa haraka iwezekanavyo ili kuondoa simtofahamu, manunguniko au migogoro ambayo inaweza kusababisha vurugu na kuchafua taswira ya taifa letu. Kwa kufanya hivyo, tume itakuwa imetimiza wajibu wake mbele ya wananchi na zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye huamuru uadilifu kwa wote. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaamrisha uadilifu na ihsani. Aya ya 90 suratu An-Nahl. 5. Tukubali matokeo kwa moyo wa utulivu. Baada ya uchaguzi turidhike na matokeo yake. Tusiweke lawama wala chuki kwa yoyote. Kwa mujibu wa imani yetu, kila jambo hutokea kwa amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kuchaguliwa au kutokuchaguliwa ni sehemu ya mpango wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani qadari. 6. Tuendelee kuwa watiifu kwa viongozi wetu. Tuwaheshimu viongozi wetu muda wote, wa kuwa ni waadilifu na wenye kujali haki za wananchi wao, haki za dini, haki ya uraia. Utii kwa viongozi waadilifu ni nguzo ya amani na maendeleo. 7. Tunawashukuru wagombea wote. Tunawapongeza na kuwashukuru wagombea wote waliokubali kwa nia njema kujitolea kubeba jukumu zito la uongozi, hasa wale wanaowania nafasi za juu kama urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uwakilishi na ubunge. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awalipe thawabu kubwa kwa nia zao njema kabla ya matendo na kwa matendo yao mema baada ya nia zao. Dua na hitimisho. Watanzania wenzetu, Tanzania ni yetu sote. Tuihifadhi kwa amani, tuendeleze kwa upendo na tuiombee kwa dua. Kila mmoja wetu ni sehemu ya mustakbali wa nchi hii. Tuchague kwa hekima, tuishi kwa amani, tulinde nchi yetu kwa moyo wa uzalendo na uchamungu. Ewe Mola wetu, ibariki Tanzania. Ewe Mola wetu, ewe mlinzi wa amani, ilinde Tanzania. Ewe muweza wa vyote, ihifadhi nchi yetu na majanga, fitna na vurugu za aina yoyote. Wape viongozi wetu hekima, uadilifu na moyo wa kuwahudumia wananchi kwa uaminifu. Wajalie wananchi wote moyo wa umoja, upendo na ustahamilifu. Ewe Mola wetu,
ibariki nchi yetu ya Tanzania. Amin. Ewe mlinzi wa amani, ilinde nchi yetu ya Tanzania. Amin. Ewe muweza wa yote, hifadhi nchi yetu na majanga, fitna, vurugu za aina yoyote. Amin. Wape viongozi wetu hekima, uadilifu na moyo wa kuwahudumia wananchi kwa uaminifu. Wajalie wananchi wote moyo wa umoja, upendo na ustahimilivu. Ewe Mola wetu, ibariki nchi yetu ya Tanzania. Ewe mlinzi wa amani, ilinde nchi yetu ya Tanzania. Ewe muweza wa vyote, ihifadhi nchi yetu ya Tanzania, hifadhi na majanga, fitna, vurugu za aina yoyote. Wape viongozi wetu hekima, uadilifu na moyo wa kuwahudumia wananchi kwa uaminifu. Wajalie wananchi wote moyo wa umoja, upendo na ustahimilivu. Amin ya rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sheikh Abdallah Saleh Ndauga, mwenyekiti wa Hayatul Ulama, kwa niaba ya umoja wa wanazuoni wa Kiislamu Tanzania.